Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Maisha ya ndoa, laiti kila mwanandoa angejua kwamba ndoa pia haufungi ndoa kwa ajili yako, ndoa ni kwa ajili ya wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Mwanandoa funga mkono kwa mwenye ndoa yuko. 1 2 3 4 5 6. Asante. Ninyi wenye ndoa nini? Ninyi wenye ndoa nyesieni vizuri. Mmefunga ndoa ni kwa ajili ya wengine, sio kwa ajili yako. Umefunga ndoa kwa ajili ya mwenzako na kwa ajili ya kulea watoto. Wazungu wanasema kwamba the sacrament of the matrimony is there for 3 purposes. Ya kwanza, betterment of the spouses, kwa ajili ya wanandoa kusaidiana kupata utakatifu. Ya pili, for the betterment of the offspring, kwa ajili ya nini? Ya watoto. Namba 3, ndoa iko pale kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kustawisha kanisa. Kwa ajili ya kustawisha nini? Kanisa. Kumbe kama ukiangalia ndoa iko pale kwa ajili ya ninyi wanandoa, watoto na kustawisha kanisa, si ndio? Kama ile la kwanza limeshindikana, baki kwenye ndoa kwa ajili ya mawili haya. Baki kwa ajili ya nini? Ya mawili. Ndoa si kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya watoto, si ndio? Sasa nyinyi mmekaa pale, mmefunga ndoa, mmeoana, mna watoto, si ndio jamani? Mume wako amekukera, unaamua kuondoka. Unaondoka unaenda wapi? Watoto tunamwachia nani? Tumsifu Yesu Kristo. Eti we. Unaondoka kwenye ndoa nani? Watoto tunamwachia nani? Watoto tunamwachia nani? Waliomba kuzaliwa. Mimi nakuuliza swali wewe. Wewe nakuuliza swali wewe. Watu waliomba wazae. Watu waliomba wazae. Kumbe wazae, wewe umewazaa kwa juhudi zako. Sasa unaamua kuondoka, unaenda wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Jamani, wamama mmenielewa vizuri? Baba mmenielewa vizuri? Ndoa sio kwa ajili yako tu, ndoa sio kwa ajili yako, ndoa ni kwa ajili pia ya watoto. Ndoa ndio inazaa familia. Unapoamua kuondoka eti mume wako amekukera, mimi naona kama kidogo una matatizo ya kufikiria. Watoto je? Watoto je? Njoo mwanangu, njoo mwanangu, njoo mtumzuri. Njoo mwanangu. Unaona kijana huyu mfano? Kijana huyu. Hata mfano wanandoa mfano wamepambana na hali yao, wamempata kijana huyu. Si ndio jamani? Sasa baba umekasirika. Unaamua kumfukuza mama. Sasa huyu mtoto aende wapi? Mama ukiamua kuondoka wewe kwenye ndoa, maana yake mtoto atatafutia mama mwingine ambaye hata mpenda. Baki kwenye ndoa kwa ajili ya watoto. Umenipata jamani? Nenda kakae mwanangu. Utakuwa padre, sawa baba? Mmenielewa vizuri Ndio. Baki kwenye ndoa kwa ajili ya watoto. Unajua tusifanye kibinafsi, tusiwe binafsi, tusiwe nini? Binafsi. Ndoa iko pale kwa ajili ya mambo makuu matatu. Jambo la kwanza kabisa kwa ajili ya ninyi wanandoa kupata utakatifu. La pili kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya watoto wenu. La tatu kwa ajili ya taifa la Mungu. Sasa unapoamua kuvunja ndoa eti kisa tu sijui mume wako amekukera sijui, watu itakuwaje? Kwa hiyo tujitahidi pia tuangalie maslahi mapana zaidi ya watoto wenu.